Jeshi la Pakistani limefanya mashambulizi ya anga mapema mwa Jumapili hii ndani ya Afghanistan likisema lililenga kambi na maficho ya makundi yenye silaha yanayohusishwa na wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni nchini Pakistan, ikiwemo na shambulizi la kujitoa mhanga katika msikiti wa Kishia mjini Islamabad. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Habari na Utangazaji ya Pakistan iliyochapishwa kupitia mtandao wa X, operesheni hizo zilikuwa za kijasusi na maalum zikilenga kambi 7 zinazodaiwa kumilikiwa na kundi la Tehrik-i-Taliban Pakistani maarufu kama TPP pamoja na washirika wake. Wizara hiyo ilisema pia kuwa tawi la ISIL linalojulikana kama Khorasan Province au ISKP lilikuwa miongoni mwa walengwa wa mashambulizi hayo. Pakistan imedai kuwa ina ushahidi wa kutosha unaoonyesha kuwa mashambulizi ya karibuni katika mji mkuu wa Islamabad pamoja na wilaya za Bajar na Banu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo yalipangwa na kuongozwa na viongozi waliopo ndani ya ardhi ya Afghanistan. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan imelaani vikali mashambulizi hayo ikisema yaligusa shule ya kidini pamoja na makazi ya raia katika majimbo ya mpakani ya Nangarhar na Paktika. Kwa mujibu wa mamlaka za Afghanistan, mashambulizi hayo yalisababisha vifo na majeruhi kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume. Ripoti kutoka eneo la Bisul katika jimbo la Nangarhar zinaeleza kuwa watu wasiopungua 17 wamethibitishwa kufariki dunia huku wengine 6 wakiripotiwa kupotea na kuhofiwa kufunikwa na vifusi vya nyumba vilivyoshambuliwa. Viongozi wa Afghanistan wanasema pia kituo cha kidini kiligongwa, ingawa idadi kamili ya waathirika bado haijathibitishwa. Kufikia sasa, hakukuwa na taarifa rasmi ya idadi ya majeruhi katika jimbo la Paktika. Serikali ya Afghanistan imesema mashambulizi hayo ni ya ukiukaji wa sheria za kimataifa na misingi ya ujirani mwema. Katika tamko hili, Wizara ya Ulinzi imesema itaichukulia Pakistan hatua na kutoa majibu yanayofaa kwa wakati mwafaka. Mashambulizi hayo yanakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na hali tete ya uitishwaji wa mapigano kati ya nchi hizo mbili zilizoko upande wa Asia Kusini. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa mwezi Oktoba mwaka uliopita kufuatia mapigano makali ya mpakani yaliyoua wanajeshi, raia na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wa makundi yenye silaha. Pakistani imekuwa ikishinikiza serikali ya Taliban huko nchini Afghanistan kuchukua hatua kuzuia makundi yenye silaha kutumia ardhi ya Afghanistan kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Pakistan. Islamabad inasema Kabul imeshindwa kuchukua hatua madhubuti na imekumbuka kile inachokiita ahadi iliyotolewa katika makubaliano ya Doha ya mwaka 2020 kati ya Taliban na Marekani kwamba ardhi ya Afghanistan haitatumika dhidi ya nchi nyingine. Mashambulizi ya anga ya Pakistan yamefanyika saa chache tu baada ya shambulizi la kujitoa mhanga kulenga msafara wa usalama katika wilaya ya Banu, mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa na kuua wanajeshi 2 ikiwemo luteni kanali. Siku chache kabla ya hapo, shambulizi jingine la kujitoa mhanga lilitokea hapo Bajar ambapo mshambuliaji aliyeungwa mkono na watu wenye silaha aligonga gari lililokuwa na vilipuzi katika kituo cha usalama na kusababisha vifo vya wanajeshi 11 pamoja na mtoto mmoja. Mnamo tarehe 6 Februari, mshambuliaji mwingine alijilipua wakati wa sala ya dhuhuri katika msikiti wa Hadijatul Kubra uliopo eneo la Talali Kalani mjini Islamabad na kuua waumini wasiopungua 31 na kujeruhi zaidi ya watu 170. Kundi la ISKP lilidai kuhusika na shambulizi hili.
Jeshi la Pakistani lilisema wakati huo kwamba upangaji, mafunzo na maandalizi ya shambulizi hilo yalifanyika ndani ya Afghanistan. Pakistani inaeleza kuwa katika miaka ya karibuni imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya kigaidi, mengi yakihusishwa na TTP pamoja na makundi ya waasi wa Baloch. Kwa upande mwingine, serikali ya Taliban imekanusha mara kwa mara madai ya kuhifadhi au kusaidia makundi yanayoshambulia Pakistani. Mahusiano kati ya nchi hizi mbili yameendelea kuwa ya wasiwasi tangu mapigano ya mpakani ya Oktoba mnamo mwaka jana. Licha ya juhudi za usuluhishi zilizofanyika kwa upatanishi wa Qatar, mazungumzo yaliyofuata nchini Uturuki hayakuzaa makubaliano rasmi ya kudumu. Hadi sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu huku kila upande ukisisitiza msimamo wake. Pakistani inasema inalenga kulinda usalama wa raia wake, wakati Afghanistani ikisisitiza haki yake ya kulinda uhuru na raia wake dhidi ya mashambulizi ya nje. Kwa mujibu wa ripoti ya Al Jazeera, hali bado ni tete katika maeneo yaliyoathiriwa, huku juhudi za uokoaji zikiendelea katika baadhi ya maeneo ya Nangarhar.